mzuri kingekuwa changu, mimi ningekuwa nacho. Haleluya, endelea. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. 8. Baba, ninakushukuru kwa nafasi hii ambayo umeniwezesha kusimama mahali hapa. Ninakuomba Mfalme, Roho wako akapate kutenda kazi ndani yangu, kanene nasi neno hili, ondoa yaliyo yangu na Roho wako akapate kunena nasi. Jehova, chukua nafasi, tawala sasa, tupatie roho ya kuelewa na kushika mambo haya pia na kuifanyia kazi. Roho Mtakatifu wa Mungu, chukua nafasi, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuomba. Amen. Haleluya. Huyu ni Mungu. Biblia inasema na Mungu akachukua mavumbi akatengeneza mwanadamu. Yes. Na akamfulisha pumzi hai na mwanadamu akawa hai. Tumeambiwa mawazo ya Mungu siku zote ni mazuri. Na alipomuumba mwanadamu, alimfundisha pumzi mwanadamu aishi milele, kusikuwe na shida nyingine, kusikuwe na matatizo mengine, kwa sababu Mungu alipenda hiki kiumbe. Alipokiumba alikipendelea, hata akaona aweke maskani ya kufanya nacho masuluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Na akakitoa katika ardhi ambayo ameitengeneza, ardhi ambayo Mungu ameitengeneza, akatoa mavumbi. Ardhi hiyo ama dunia hiyo ikiwa haina hila, ikiwa ni takatifu, dunia ikiwa haina dhambi, dunia ikiwa haina hila, Mungu akatoa mavumbi kutengeneza mwanadamu, na akafuliza pumzi yake ya uzima na uhai kutoka katika kinywa cha Mungu, akapuliza katika pua la mwanadamu, mwanadamu akawa hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kusema hivi, nataka kukwambia kwamba mwili wako ni mavumbi ya dunia, lakini kuna nafsi ya Mungu iishie milele ndani ya mwili wako, na nafsi ya Mungu ambaye ameiweka ndani yako inahitaji kuchungwa, kwa sababu iko siku Mungu anahitaji. Haleluya. Kwa hivyo nafsi hii iko kila siku kupigana na mwili huu, kwa sababu mwili huu haiwezi kuwaza mambo ya juu. Mwili huu inawaza siku zote mambo ya mafumbini, kwa sababu itarudi mafumbini. Kama nafsi yako itasikiza mwili huu, uko katika mashaka makubwa ya kupotea, uko katika mashaka makubwa ya kuangamia, kwa sababu mwili huu ni lazima tu upende vitu vya hapa duniani. Haleluya. Kwa hivyo baada ya siku 6 ndio Mungu anafanya kazi hii. Wanadamu na malaika wametengenezwa wakati mmoja, siku moja. Haleluya. Hawakukuwepo wanadamu, hawakukuwepo malaika. Mungu ndio aliumba, anasema na kwa siku 6 akakamilisha jeshi la dunia na mbinguni, na akahakikisha watu hao wamekuwa wazuri. Na baada ya mwanadamu huyu kuumba, akamtengenezea bustani ili mwanadamu hawe ndani ya bustani akifurahia neema ya nchi ambayo Mungu anakusudia kwako hata leo, akakuweka katika bustani. Na dhambi zikaanza juu, malaika wakaanza dhambi. Nilikwambia penye Mungu anaishi si mbinguni. Mungu huwa anakaa mahali alikaa hata kabla ya mbingu na dunia, alikuwa anaishi. Hana haja ya kuishi kwa mbingu ya malaika. Kwa hivyo hapo juu sana kaskazini mwa mbinguni ndio mahali Mungu anaishi, mahali wakati malaika anaidiwa na tamaa, anasema anataka kujiinua aende aupite Mungu. Haleluya. Lakini katika kujiinua kwake na tamaa yake, akatuba duniani, akaja duniani, akaanza kufundisha mwanadamu tamaa. Mwanadamu akasahau wakati Mungu anamweka katika bustani,
Mungu alimwambia, sikiliza, bustani hii vitu vyote umeruhusiwa kuvitumia, lakini hautaruhusiwa kugusa mti huu ambao wa mema na mazuri. Aliruhusiwa hata mti wa uzima ulikuwa ndani ya bustani. Kwa sababu tunajuaje mti wa uzima ulikuwa ndani ya bustani? Wakati Adamu anatupwa nje ya bustani, Biblia inasema na Mungu akauzingira mti wa uzima kwa upanga wa moto, hakuna chochote kitaukaribia, mpaka wakati Eden imechukuliwa juu. Bwana Yesu asifiwe. Si shamba imepotea, ni shamba ilihifadhiwa juu. Haleluya. Sasa mwanadamu akaambiwa kabisa, na ukigusa hii utaangamia. Wewe ni kanisa ya Mungu, na kila siku Mungu akaja kuongea na mwanadamu. Biblia inasema kila siku macheo Mungu alikuja jioni, akamchukia mwanadamu, anamuuliza Adamu, vipi, umeshindaje? Uko salama? Unaendeleaje? Haleluya. Na wakawa na uhusiano na Mungu, kwa sababu mwanadamu ni mtakatifu. Mtu aliye mtakatifu lazima atawale. Kwa hivyo Mungu akampatia nafasi ya kutawala na kuhusika katika uumbaji. Akamwachia mwanadamu, fanya hivi, wewe utaita vitu majina. Ndio maana leo kitu kikitoka si shida kwetu kukiita jina. Haleluya. Tukiona hii tunasema ni fake, na ni fake kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ule utakatifu ambao mwanadamu alikuwa nao mwanzo. Na akamwambia, kama utakosea ukule matunda hii, utaingia katika mauti, utakufa. Mauti imebeba vitu vingi. Mauti imebeba magonjwa, mauti imebeba kifo, mauti imebeba mateso, mauti imebeba lahana, mauti imebeba kila kitu ambacho ni kibaya. Mauti inaitwa, ukichanganya hiyo vitu yote, inaitwa dhambi. Imebeba shida. Ukifanya na mauti urafiki, utapitia katika hali ya mateso, utapitia katika hali ya kuangamia, na hautakuwa na uwezo wa kutawala vitu, kwa sababu vitu Mungu anakupatia nafasi ya kuvitawala wakati umekuwa wewe ni mtakatifu. Kwa hivyo Mungu mwanadamu, kila kitu kikakuwa juu yake, akawa kitawali tena baada ya kukosea, kukula ule mti wa uzima kwa kutaka zaidi. Anataka awe kama Mungu. Haleluya. Anataka awe kama Mungu. Mpaka leo mwanadamu anataka zaidi. Mpaka leo haridhiki na nafasi ama mahali Mungu amempatia, ama kitu ambacho Mungu amempatia. Mwanadamu anataka kila kitu kikuwe chake, anataka zaidi, na ndio mwanadamu anazidi kuingia lahana, anazidi kuingia dhambi, anazidi kuingia shida, anazidi kupitia mabaya. Kwa hivyo mwanadamu alipokuwa mti ule, mauti ikaingia, lakini lengo la Mungu lilikuwa ni mwanadamu kukuwa hai. Anasema kafuliza pumzi, mwanadamu hawe hai. Hajaongea mambo ya mauti, lakini mwanadamu mwenyewe anang'ang'ana jinsi ya kupata mauti. Alipoendelea kutamani zaidi, akaingia dhambi, mauti ikaingia, shida zikaingia, akasababisha Mungu kuilani ardhi, na ardhi ikatoka katika utakatifu, si ile ardhi takatifu tena, ni ardhi ya lahana, ambayo mwanadamu ataishi kwa mateso, atakula kwa jasho, ataishi maisha ambayo hayapendezi kwa sababu ya tamaa zake za kutaka zaidi. Haleluya. Hali ikaendelea kukua mbaya. Na kueleza uelewe vitu. Unaona siku hizi hata mtoto mdogo kama huyu ni mfuaji, uweze kufundisha, kuna vile anataka zaidi. Na hiyo ndio jambo linasababisha mwanadamu na Mungu kukaa mbali, na utakatifu wa Mungu kukaa mbali. So mwanadamu huyu akaingia shida,
akaanza kupitia tabu kwa sababu ya tamaa zake. Nataka nikwambie jambo, uendelee ushike vizuri, alafu tuendelee kuhubiri. Haleluya! Alipotolewa katika shamba ile, kwa sababu wameanza sasa ushirika na dhambi, wanadamu wakaanza kuuana, wanadamu wakaanza kutengeneza miungu. Malaika wale walioleta shida mbinguni wote walikuwa wametupwa duniani. Kwa sababu kuwa na malaika mwingine aliye na shida duniani mbinguni. Lakini kadri ya siku zinazokwenda, mwanadamu akizidi kuingia katika dhambi, wajua wewe unalindwa na malaika. Hata sai mali uko pale, unalindwa na malaika. Malaika wanatusaidia, wametuma kwetu kutusaidia mambo mengine. Kwa hivyo mwanadamu akiwa anaendelea kuingia dhambi, malaika wengine pia 60 wakaleta shida, wakatamani wana wa wanadamu, wakatili na wao. Malaika hao wakashikwa, wakafungwa, wakawekwa kuzimu wasiweze kuendelea na tabia zao. Ndio maana Mungu anaamua Kareka imalize watu. Dhambi zikiingia, shida zitaingia, watu wataangalia, watu watakufa. Haleluya! Watu watapotea. Sasa wakati malaika hawa walipini wakadhini na wanadamu hawa, Mungu akawashika na kuwafunga, na wakawa wamezaa watoto wenye sifa, wenye nini mikubwa, watoto warefu, watoto wenye nguvu, wenye sifa. Walisema hakuna mtu atawaweza hao Wafilisti. Haleluya! Mungu akaleta Kareka ikawamaliza. Mungu akapenda aanze tena na wanadamu upya. Hata dunia Mungu akairejesha. Kareka ile ilirejesha dunia mahali ilikuwa, na Mungu akarejesha dunia ikiwa upya. Akachukua wanadamu akawaambia, sasa tawanyikeni mkachaze nchi. Lakini bado wakakairi habari za Mungu, wakitaka zaidi. Wakasema sisi hatuwezi kutawanyika kujaza nchi, tutajenga mnara twende juu. Wameanza kujiinua tena, twende juu mbinguni. Wanataka kujenga mnara wa kuenda kupita Mungu, uende juu sana. Wanadamu wakakataliwa mbali, wanadamu wakapotelea mbali. Mpaka leo kuna wanadamu wamepotelea mbali. Kwa hivyo nataka nikwambie nini mchana wa leo? Nataka nikwambie ya kwamba ni lazima utoke katika tamaa zako. Ukitaka kukaa na Kristo vizuri, ukitaka kukaa na Yesu vizuri, ni lazima ubadilishe maisha ya tamaa, kwa sababu baada ya wewe kuingia mpaka ukafika katika hali ya kuwa mbali na Mungu, bado Mungu aliona neema akamtoa huyo Kristo ili akurejeshe katika hali ya utakatifu, ili umpokee Kristo, ili usamehewe dhambi, akurejeshe mahali pa utakatifu, uanze kutembea katika utakatifu, uanze kutawala tena, uanze kukuwa mwenye kutawala kila kitu. Lakini leo Wakristo wameshindwa kutawala, hata magonjwa bado yanawatesa. Kuna hali ambazo wanapitia kwa sababu ya tamaa za maisha yao. Wanataka vitu vikubwa, na kila kitu kinachotokea wanataka vikuwe chao. Wanaingia hata kwa njia isiyofaa, wanachukua vitu hata ambavyo vinawakutanisha hata na mashetani bila wao kuelewa, kwa sababu hawaridhiki na Yesu. Yesu amewatoa katika dhambi ile. Yesu amewatoa katika mahali walikuwa machana. Yesu ametoa mahali walikuwa wanaangalia chana. Watu hao walikuwa na safari ya jehanamu. Watu hao maisha yao imehesabiwa. Watu hao wakati wao umekaribia, lakini hawajali na muda wao. Wanajali na vitu ambavyo watapata, wanajali na faida za maisha yao. Kila mmoja hapo mbinguni hana haja na huyo Kristo, hana haja na huyo Kristo, hana haja na mkate wa kila siku, hana haja na maisha yake, hana haja hawe kama fulani, hana haja ya kushinda fulani. Wanapambana kimaisha katika dunia ambayo leo wanapita tu, wamejisahau kwamba ni wageni. Watu hawa wamejisahau ni wageni.
Tabia hizi wameambukiza hata watoto wao. Watoto wao wanataka zaidi, tamaa inawatawala, hawawezi kumsikia Mungu, hawawezi kutembea na Kristo. Mungu aliona neema akasema, nitamtuma Yesu, mtu huyo ambaye alipotea, mtu huyo ambaye anaenda kuungua katika moto wa milele, nataka nimtoe katika moto huo. Ndio maana amemleta Kristo ili umpokee. Ukishapokea Kristo, hizo hali zipite, urudi maisha ya kwanza ambaye Mungu alikusudia. Maisha ya kwanza ni wewe kufurahia mema ya nchi. Maisha ya kwanza ni kwamba ukae ndani ya Kristo, utakatifu ukufunike, ili urudi katika utakatifu, upate kutenda kazi na Mungu, upate kukaa na Mungu, upate kuongea na Mungu. Lakini wote wamelishia tamaa, hata mambo ya Mungu hayawataki. Hawana haja na stori za Mungu, hawana haja na stori za huyu Yesu. Wanakimbizana na anasa za dunia hii, wanakimbizana na maisha ya dunia hii. Binadamu wamebaki kubishana kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amewacha vyote kule mkono. Yesu alikuwepo kabla ya misingi ya dunia. Mungu akitengeneza dunia, Yesu alikuwepo, lakini alishuka kama mtu. Haja kudharauliwa, haja kuteswa, haja kutukana, aingie jehanamu kwa ajili yako, apitie mateso kwa ajili yako, ili utoke mahali ambapo uko unataka kwenda leo. Yesu alikutoa huko. Wacha kufanya bidii ya kuingia mahali ambapo umeshatolewa. Na kama Yesu aliwacha utukufu, kwa sababu wakati Mungu anafanya uumbaji, Biblia inasema kwamba Mungu alitoa wazo la kutengeneza dunia, akasema na tufanye dunia. Alitoa wazo la kutengeneza mwanadamu, akawa anaongea na watu. Haleluya! Unajua uwezi ongea na peke yako, unaongea tu atufanye. Mungu alikuwa anaongea na watu, akiweko Yesu. Na huyu Yesu ndio yeye ametoka juu kwa ajili yako. Na huyu Roho wa Mungu ndio inasema wakati Mungu anatengeneza dunia na mbingu, ilikuwa juu ya maji, Roho ya Mungu. Kwa hivyo Roho wa Mungu alikuweko na Yesu alikuweko. Lakini ameona mateso ya mwanadamu, ameona maangamizi ya mwanadamu, akasema mimi utukufu huu sasa wacha niuache. Sitaki tena utukufu kwa sababu ya yule mwanadamu. Nataka kumrejesha mahali alikuwa, nataka kumrejesha katika uzima, nataka kumrejesha katika maisha mazuri. Lakini mwanadamu leo ameishia wapi? Hata kama wako kanisani, wako na tamaa zao, wako kanisani wakidhani wanafanyia Bwana ibada, lakini ibada hizo hazikubaliki. Wanafanya ibada zao bure kwa sababu tabia zao na matendo yao, kwa sababu vitu wanavyokusudia kufanya na vitu vile wanavyokusudia na vitu vile wanafanya vimewaweka mbali na Yesu. Ingawa wanasema Yesu asifiwe, lakini huyo Yesu yuko mbali na wao. Huyo Yesu hawajui kwa sababu ya matendo yao. Mungu ni adui wa dhambi, hawezi kukaa na dhambi. Kwa hivyo kitu ambacho kilikuweka mbali na Mungu ni dhambi ambayo unaifanya leo. Lazima uiwache. Haleluya! Lazima uache dhambi ukitaka kusonga mbele. Sasa watu hawa wanafanya ibada bure. Soma 16 Yohana 2. Yohana 16:2. Yohana 16:2. Watawatenga na masinagogi, na saa yaja atakapodhania kila mtu auaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Haleluya! Saa yaja na saa imefika
Watu wanadhani wanamtolea Mungu ibada, lakini matendo yao na tabia zao, hakuna ibada yao inakubalika mbele za Mungu. Ibada yao imekuwa bure, kwa sababu watu hawa ni makahaba, kwa sababu watu hawa ni vitina, kwa sababu watu hawa wamejaa anasa, wamejaa vituko vya dunia, wamejaa dhambi za dunia. Wanadhani wanafanyia Mungu ibada, wanapiga magoti, wanaomba, hata wanaomba kiasi cha kulia, lakini kumbe wanafanya bure. Kama wangalijua, wangetengeneza njia zao, wangetengeneza matendo yao, ndio wamfanyie Mungu ibada. Lakini watu hawa wamejaa dhuluma, wamejaa vitu visivyopendeza, wamejaa tamaa ya kila kitu wanachokiona wanataka kiwe chao, kila kitu wanachokiona wanaona kinafaa wao. Hawaridhiki na sehemu hiyo. Adamu akafanywa akakuwa hai, hakuridhika na bustani, anataka tena awe kama Mungu. Na ndio maana mwanadamu leo amejengwa katika misingi hiyo. Hata Kristo alipokuja hawajataka kuchukua maanani ili wakatembee na Kristo, watoke katika tamaa zao, watoke katika matendo ya, watoke katika maisha yao mabaya, wampokee Kristo, wabaki na Kristo ili wafanye watakatifu tena, wawe na ushirika na Mungu, wapate kusonga mbele kwa sababu ya uzima wa milele. Wanafanya ibada bure na wanapiga magoti, wanalia na unafunga, lakini kuna vitu unajua ambavyo unafanya havimpendezi Mungu. Utaweza kuviwacha, utaweza kuvikataa. Umetafuta kamstari ndani ya Biblia, unataka kujifundia. Ndio maana nimesikia watoto wakiona hapa na msukule wizi. Na inaonekana wizi wanasomanga kitabu ya kwamba Yesu atakuja kama mwizi, na wanapata nguvu kubwa. Haleluya. Wanasema hata Yesu atakuja kama mwizi, na wanapata nguvu. Kwa wanadamu wa leo wametengeneza vijineno ambavyo wanatoa katika neno hili wakilitumia vibaya. Neno hilo wanapolitumia vibaya linawaweka mbali na Kristo, linawaweka mbali na Mungu, na wamebaki kupotea, wamebaki kuelekea jehanamu. Wamesahau ni wageni wako leo na kesho wako, bado wanang'ang'ania dunia hii. Hawajui siku ya mwisho watatoka wakiwa bure. Hakuna kitu utaenda nacho, hata kama uling'ang'ana, hata kama ulipambana, utatoka bure katika dunia hii. Hautabeba chochote. Vitu vilivyokuweka mbali na Kristo ndio vitu utaviwacha, na mwili utabakia katika mavumbi haya, lakini nafsi yako itabaki kujutia, kwa sababu ulisikiza mwili huu ikaongoza vile mwili unataka, ndio vile unatembea. Mwili ukitaka hii, ndio vile unataka. Usianga mama mjamzito akifika kwa kucha leta kama ana pesa, sio unasungika tiko nyama inakatwa, naenda pale kwa taratibu, kwa sababu anaongozwa na mwili. Kwa hiyo anaongozwa na mwili, na wanajua kama mama anaweza anguka hapa na ataleta shida, lakini mwingine uone hamtakutana naye hata njia moja. Akikuona hata anaweza anza kutandika, anaongozwa na mwili. Mwili unaweza kuongoza nafsi yako kwa sababu ya kukuelekeza jehanamu kesho. Mwili unaweza kukuongoza ukakuonyesha mandhari ya dunia hii. Vitu vya dunia hii ni vizuri, lakini kama hauna Yesu, vitu hivi ni vibaya. Ni lazima uwe na Yesu katika maisha yako ukitaka kushinda vita vya dunia hii. Dunia imejaa vita vikali ambavyo vinakungotea, ambavyo vinakuhitaji. Mauti inakutazamia, mauti inakutafuta toka katika mawazo mabaya mwanadamu, ili ukarudi katika njia ya Mungu. Kapata kutembea katika njia ya Mungu, njia ya kupendeza Mungu. Hebu soma Mwanzo 6:12 nikuonyeshe sasa huyu mwanadamu hadithi ambayo unacheka na wewe hapa sasa kanisani, na natoka hapa labda anapea watoto makiti hapa, lakini mtoto wa jirani akiingia kwake, kwa sababu akijua alifanyaje mtoto wake chini, anachomwa. Akitoa ndoro, mtoto akitoa ndoro anasema pole uliumia, ndio ndio nani mchu
unataka uzima. Anasema yoyote atakayekosea watoto hawa hatanikosea. Yesu asifiwe. Kwambia mama mwingine kule, watoto wanaingia, watoto wakishaingia anawakusisha kwa sima. Wakisha kipaka kwa sima mikono, anasema kende. Haleluya. Mtoto akienda, mama anafikiria watoto wamekula. Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtoto wako akitoka kwa jirani akwambia nikule, mpatie chakula hawati. Kule hiyo yako tena hawati. Kwa sababu kuna wengine wanajaribu kujipendekeza, lakini ni wanatumikia shetani kiwango kikubwa kwa sababu ya kwenda jana. Soma. Nasoma Mwanzo 6:12. Mwanzo 6:5. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Haleluya. Na tayari sitabishana na kiumbe nilichokiumba. Anapokuangalia mawazo yako, anapokuangalia tabia zako, akasema nitaangamiza dunia kwa sababu mawazo ya mwanadamu ni mabaya siku zote. Wewe unawaza nini katika maisha yako? Wewe unawaza jambo gani? Unawaza nini la msingi ambalo unaweza kujifunia kwa Mungu? Umewaza dhambi tu, tunawaza vitu visivyofaa, tunawaza kutendania mabaya, tunawaza mipango ya kando, tunawaza jinsi tutaiba, tunawaza jinsi tutaua, tunawaza jinsi tutafanya vitu visivyostahili, na tumekuwa watu ambao tumetengwa mbali na Mungu, na ndio maangamizi yako yanakuja. Na nakwambia hivi ubadilike. Kama ulikuwa unatembea katika njia hiyo ya wewe kuchochea wengine, unakimbia, unaharibu pesa yako, uenda mahali upeleke vitina kwa mama fulani, umwambie yule kijana alioa bibi yako, mtoto wako anampiga kila siku. Na mchoro pili kwa kama ni wewe una sauti nzuri Mungu alikupatia, upate kumtumikia, upate kumwimbia, lakini kumbe kutoka hapa ulimpeleka vitini, ulimtumikia yule mwovu wa zamani. Wewe mchochezi, watu wanaharibikiwa kwa sababu yako. Matendo yako na tabia zako zimekuwa mbaya. Nakwambia kwamba mauti yanakungojea, mauti yanakutazamia, mauti yanakungoja, yako pale mlangoni, yanakutamani na yatakumeza kama hautabadilika, yatakumeza kama hautabadilika, utapotea. Ni lazima tuache vitu vyote ambavyo havipendezi Mungu. Akamwambia usikose vitu hivi, akaambiwa usikule pombe, akaambiwa usikule minaa, akaambiwa usifanye jambo hili, akaambiwa usiwe bibi wa pili. Lakini ni mzee kanisa na uko na bibi ya pili ambaye unaishi na yeye na unasema kuna shida. Amesema ukitaka kumtumikia Bwana usiwe na bibi mwingine wa pili. Akamtengenezea hata mke mmoja, lakini kwa sababu ya tamaa unataka ukue na bibi wengi. Tapotelea chakana na kungoja. Na tukikuuliza tutuambia vile Solomon alikuwa na wanawake 700 na makawara 300. Utatuambia utasema na andiko kwa Biblia. Nataka nikwambie kipindi cha Solomon wokovu ulikuwa haujakuja. Naongea na mtu ambaye Kristo alishuka kwa ajili yake, mtu ambaye Yesu alikuja kumwokoa atoke kwa maisha ya anasa na usharati, atoke kwa maisha ya anasa na usharati ambaye kina Suleimani waliishi bila kujua. Leo wewe uko katika nuru ambaye inakuangazia, ambaye inakumulika ili utembee katika nuru. Unaona kila kitu, unaelewa kila kitu. Wacha kujitia nguvu, wacha kujitia nguvu
roho, kwa maneno ambayo itakupeleka kuzimu. Toka katika njia za kupeleka kuzimu. Yesu anakupenda, akatoka mbinguni kwa ajili yako, akawacha utukufu, akakuja duniani, akapambana na mateso ya dunia. Mateso yakamngoja, na hii mateso ambayo anapambana ni mateso ambayo wewe yalikuwa yanamngoja, lakini unang'ang'ana kuyarejelea tena. Mateso ambayo Kristo anatoa kwako, wewe unang'ang'ana kuyakimbilia. Yametolewa mateso, na akaja akapigwa mishariti, akasema nakupigwa huko nimepona. Lakini kwa nini tunapitia magonjwa? Hatujapokea Kristo. Kuna vitu ambayo tunafanya kwa siri, tuliona ni vidogo, na vitu hivyo ndio ambavyo vimetuweka mbali. Tunaishi maisha ya chuki, tunaishi maisha ya kuoneana, tunaishi maisha ya kutafutana, tunaishi maisha mabaya, maisha ya kuangamia. Vitu ambavyo tunang'ang'ana navyo havitusaidii, vitu ambavyo tunang'ang'ana navyo vinatuweka mbali na Mungu, na ndio maana magonjwa yanapata nafasi, shida zinapata nafasi. Lakini alinipa Yesu pale msalabani, kwa mapigo yake wakamchukua kumpeleka kwa Pilato, wakamtoa kwa Pilato wakampeleka kwa Farao. Farao akampiga viboko mwili utoni, akapigwa viboko 46 na akastahimili kwa ajili yako. Na zile viboko kama utupigwa, wale walikuwa wanapelekwa pale, atupigwa mmoja anakufa. Hizo viboko mpaka leo usiku zimehifadhiwa kwa museum kule Israeli. Na kingine kilitengenezwa kopi yake kikahifadhiwa kule Syria. Haleluya. Kwa hivyo nakuambia kwamba tutoke katika maisha ambayo tumelipiwa, tutoke katika dhambi ambayo tumelipiwa. Hata kama tulikuwa tumeingizwa, lakini neema ikashuka ikatutoa mahali hapo. Kwa nini tusijifunze kunyenyekea? Wewe teja, wewe ungeingia kuzimu, lakini Yesu ameingia, wewe usiingie. Una haja gani ya kung'ang'ania kuingia kuzimu? Ama unafikiria vile uko leo, kesho huko, na hata kama kesho utakuwa, elewa tu siku zako hapa duniani zimehesabiwa. Siku inakuja na utaondoka, lakini mwisho wa kuondoka umefanya nini? Ni wapi unaelekea? Je, Kristo akirudi kuchukua wale walio wake, kuchukua hiyo kanisa? Haleluya. Kanisa afikiria nini? Jengo ni wewe. Kanisa wewe umefanya nini? Kanisa kama kanisa wewe ambayo Kristo anakuja kuchukua. Wewe una kanisa lako liko vipi? Je, kanisa lako linafaa? Ama unaangalia na wale watu wanaweza